Uwekezaji katika hizi sekta za kibiashara katika mkoa wa Kagera hatupo mbali sana na hawa, hatupo vizuri, tupo katikati, kwa sababu changamoto kubwa tunayoipata katika uwekezaji wa mkoa wa Kagera ni mitaji. Kama mnavyojua, vijana wengi wametoka vyuo, na ukizingatia vijana wengi sasa ndio wameingia katika sekta ya uzalishaji baada ya kukosa ajira. Kwa hiyo changamoto inayokuja kupatikana sana katika mkoa wa Kagera kwa upande wa uzalishaji na uwekezaji, vijana wengi hawana mitaji, wametoka vyuo. Na ukizingatia mabenki sio rafiki kwa vijana, kwa sababu hasa tunazotaka wakope kwa kutumia mitaji walionayo ni vitu ambavyo haviwezekani, kwa sababu watakwambia uwe na nyumba, uwe na ardhi, uwe na magari, na ni kitu ambacho kijana amejitafuta miaka 25, ametoka chuo kikuu na hana chochote kile. Lakini ukija kwa upande wa wazee waliotangulia, tukubaliane sisi katika nature yetu ya mkoa wa Kagera, uwekezaji umeanza kuja saa hizi. Mtu ni vigumu kuambia kwamba uwekeza katika madini, uwekeza katika ujenzi wa nyumba, ni vitu mtu akiona ng'ombe wake akaona mambo mengine anaona kwamba tayari ameshafanyaje, ameshawekeza. Kwa hiyo changamoto kubwa tunayoipata sisi, kwanza, kitu cha kwanza ni elimu katika mkoa wa Kagera ya husu uwekezaji. Na ndio maana watiseza walivyokuja, mimi nasema nimshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, kwa sababu nadhani ameona, ameshauriwa na akashaurika kwamba tutafute chanzo cha kutatua migogoro hii hapa. Hii TISEZA nadhani kwa Watanzania wote, japo haijaenea sehemu zote, lakini kwa Watanzania wengi ambako itafika, itakuwa ndo mkombozi wa uwekezaji katika mikoa yote. Sisi kwa mfano hapa tupo kwenye semina, tunapewa maelekezo TISEZA inafanya kazi gani na kwa nini imekuja. Na unaona ndugu mtangazaji, kama umeona mwenyewe, hao waliomo ndani ni vijana walika kuanzia miaka 35, watu wa 40 50 wachache. Wengi ni vijana ambao wamejikuta katika sekta zingine za uzalishaji. Lakini ukiangalia hata maswali yaliyokuwa naulizwa mimi ndani ni tunapataje mitaji. Hawa wamesema wao ni wawezeshaji, watafuta njia ili uweze kuwekeza. Lakini ukiangalia maswali mengi ya vijana yalikuwa yanaulizwa ni tunapataje mitaji. Kwa hiyo tukubaliane kwamba katika mkoa wetu wa Kagera, swala la uwekezaji kwa kweli hatuwezi kusema kwamba tumeendelea sana. Kwa sababu gani? Ndio linaibuka tatizo kubwa ni mitaji. Nikitolea mfano, kwa mfano mkoa wa Kagera na wilaya ya Kyerwa, kwetu tunadili na mambo ya uchimbaji wa tini. Ni gharama kubwa sana kuja kupata mtaji wa kuchimba tini. Kwa hiyo inabidi uwekeze sana. Na utapata wapi mtaji? Lazima serikali ingilie kati. Na ili hapa naomba tumuombe Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ajitahidi sana hata kuongeza hizo asilimia za vijana kwenye halmashauri wanazotumia kukopa, ili angalau vijana waweze kujikwamua, kwa sababu ukizingatia kama hapa tumeambiwa ili uweze kusajiliwa TISEZA na kutambulika kwa mradi wako uwe na milioni 150. Maswali mengi mnasikia naulizwa huko ndani. Ukiwa na milioni 150, kijana uliotoka chuo utaitoa wapi? Na ndio maana tunasema katika mkoa wetu wa Kagera hatuwezi kusema kwamba tumepiga hatua sana katika uwekezaji, kwa sababu mtaji ni mdogo, vijana hawana hela, na hapa serikali ingilie kati. Lakini tukiangalia ujio wa TISEZA huu, mimi naambieni ukweli, tukiipa kama miaka 2 mitatu, kwanza kitu cha kwanza inajika elimu. Hapo unaona waliokuja ni wachache kutoka halmashauri 8, lakini TISEZA wakijiwekeza katika mikoa yote na wakaamua kutoa elimu, nadhani hata changamoto ile fikra ya hiyo hela naitoa wapi tutakuja kuiondoa. Nichukua mfano mzuri. Mimi wakati tunaanza elimu hii hapa ilikuwa inatolewa, nilijiuliza, wakasema ili uweze kuwa mwekezaji wa kati kabisa, ni ambao tusema ndio wa kuanzia Mtanzania, uwe na mtaji wa milioni 150. Sasa nikawa najiuliza milioni 150 utaitoa wapi? Lakini kadiri semina ilivyokuwa inaendelea, ndio maana nawashukuru TISEZA. Semina ilivyokuwa inaendelea tulipata unaipataje hiyo mitaji ya hiyo hela milioni 150. Kwa mfano ukiangalia, wamesema unaweza ukawa na shamba, ukawa na kiwanja, ukawa na nyumba. Ukiwa navyo vinathaminishwa na watu wa benki, wanakuja wanafanya watu wa mkopo. Lakini narudia pale pale, kama kwetu tunahitaji kuinua uchumi wa Tanzania, uchumi wa vijana na uchumi wetu wa mkoa wa Kagera, nadhani ni shauri serikali tupunguze kwanza gharama hizi za milioni 150. Kwa sababu ukiangalia wengi kama nilivyosema, wanaofanya biashara hiyo ni vijana ambao wamaliza vyuo vikuu. Kama tunavyojua hakuna ajira saa hizi, kwa hiyo vijana wameamua kujiajiri. Na ili ujiajiri uweze kutambulika na hivyo vituo tulivyokuwa tunasema vya TISEZA, vya kusamehewa kodi na nini, lazima umesajiliwa. Lakini uweze kusajiliwa kuanzisha biashara hiyo lazima uwe na milioni 100 na ngapi? Milioni 150. Sasa ukija kupata hiyo milioni 150, lazima uwe na vitu tunasema assets za kuweka, nyumba, viwanja. Je, jiulize, mimi nimetoka chuo kikuu saa hizi au mwaka jana, hela yenyewe na itafuta hata kununua suruali sina. Utaniambia milioni 150 itaitoa wapi?